So hi guys, mnaendeleaje? Endelea vizuri. Okay, so naona watu wameshachoka shule kabisa, yani hawataki kusikia. So mnaonaje shule, maisha yanaendaje ya kuwa freelancers? Kuna mtu hana access ya nani, ya recorded session ambazo zipo nani kule kwenye Remontika? Wote mna access? Hapana, tuna access Joyce. Nani wewe? Manase. Manase, mbona nimewapa access wote? Mkiingiza password inakataa. Hiyo ya password sio mimi, hiyo ni password upande wako. Password yangu ndio hiyo ambayo natumia kwenye Google. Si ndio niambia kwamba ni password ya email? Ndio hiyo ambayo natumia kwenye Google lakini nagoma. Jaribu kuforget alafu utengeneze password nyingine. You never know, system inaweza ikakuglinch tu, au unaweza jaribu kufungulia kwenye browser nyingine. Haya, tutajaribu. Kufungulia kwenye browser nyingine ina maana una Google moja? Na Google moja na nina Chrome pia. Chrome si ndo Google au Chrome ni tofauti? Ndio Google hiyo au Google zipo zaidi ya moja? Google Chrome si ndo hiyo hiyo au kuna nyingine? Niambia nitumie Google nyingine. Yaani hivi, kwa mfano mimi nina email tofauti, nina email hii ambayo mnaijua na nina email nyingine ambayo ni personal email. So naweza nikakwambia tumia Google nyingine, ina maana nakwambia utumie Chrome nyingine. Yani kama una email nyingine tumia ku login kwenye ile email nyingine. I will try. Sijui kama utakuwa umenielewa kwa kweli. Umeniambia kwamba nitumie email nyingine au? Sio email, ni browser ya hiyo email nyingine. Hebu nipe mfano. Nina email mbili za Google. Si una email mbili? Ndio. Sasa ukiachana na kulogin kwenye ile email ambayo unatumia kawaida, nenda katumia browser ya hiyo email nyingine, lakini tumia email yako ile ile kulogin ile ambayo ulijisajilia Remontika. Umenielewa? Sijakuelewa. Ngoja kwanza niwatumie watu message alafu na kuelekeza. So kama kuna mtu ana swali mwingine unaweza ukauliza.
Jamani, hamna mtu mwenye swali, hamna mwenye chochote, hamna cha kutuongezea, kutushauri, kutuambia, hamna hata mtu aliyepata kazi au hata interview au mwenye certificate, tuambie unasoma nini? Hi Victor. Hello. Modest,
Hi. I'm good. Habari. Hello. Hello. Halo, nataka kuconfirm kama hili ndio darasa nimepatia ndio yenyewe sahihi. Martin Ngari, naona wewe ndio umewasha kamera peke yako na naona leo mko wachache sana, mko watu 20. Ni kama vile mmechoka darasa langu. Kuna ngozi zinaonekana. Sorry. Kai. Martin, nasikika vizuri? Maria Ngari, unanisikia? Nakusikia. Mrudia tena kuongea. Nishajua changamoto yuko kwangu. Nakusikia. Okay. Joyce pia upo? Nataka tuanze darasa. Na leo nimeamua darasa langu pia niende liruke pia na upande wa TikTok pia. Kwa hiyo kama kuna mtu yuko TikTok, kuna rafiki yako, kuna nani unaweza kampeleka TikTok pia. Nipo Baraka. Anyway, naona watu wako 20, ni kama wamesusia darasa langu ama imekwaje? Wamesusa. Nimewatumia message wamesusa. Okay. But anyways, guys, as I said, darasa letu inakaribia kuwa mwishoni. Kuna mtu yote anakumbuka mara mwisho tulijifunza kitu gani? Wakati mnajibu just 1 minute. Tulijifunza kuhusu payment, namna ya kutoa hela. Na nikasema platform ambazo unaweza kutoa hela, nikaonyesha Zoe inatoa hela kwenye hizo platform. Sawa. So leo nataka tu discuss kuhusu pricing. Namna gani ambavyo tunapanga bei kulingana na huduma zetu ambazo tunatoa kwenye majukwaa ya freelancing. Sawa. Nataka ni watu hapa ambao unaweza nikawaona. Amina nakuona, Fatuma pia nakuona, Gertrude na watu wengine. Sasa hivi nimeshanizoea, amwashi tena kamera. Modesta, habari yako? Salama, Baraka, za kwako? Modesta, dadangu, zamani ulikuwa unawasha kamera. Ila siku hizi sasa sijajua shida ni ipi. Mazingira nayo kuwepo sio yenyewe. Sawa, kuna filter lakini siku hizi. Sijajua kuitumia. Sawa, hamna shida. Na kule kwingine sikuoni lakini. Nilikuwepo, nipo, isipokuwa jana tu kwa kweli ndo nilikuwa nina kihoma, nililala kwa kweli. Pole. Na usingizi wa Mbeya ulivyokuwa mzuri. Na baridi lile da. Sawa, pole sana. But guys, nusu zenu bahati mbaya Zoom walikuwa wametulock, wakaanza kutudai tulipie $500. Sijui hata imetoka wapi $500. Kwa tulichokifanya ibidi tufute akaunti ya Zoom, tufungue akaunti mpya ya Zoom. Kwa hiyo nusu zenu ziko recording zenu sasa hivi hazipo, lakini wote mmeadiwa kwenye kwenye notes za mwaka wa hii cohort ya 3 wanaoendelea. Kwa anytime unaweza ukaenda, ni kwa sababu curriculum ni ile ambacho anafundishwa wao ni sasa ambacho nyinyi mtakuwa mmefundishwa. Kwa hiyo mnaweza kuaccess na news zile anytime mkaziangalie. But naombeni muda kidogo ni restart my laptop kwa sababu na tabs nyingi nimefungua kwa hiyo vile na scratch. Just few minutes na update afu narudi tena. Evans, hatimaye umejoin.
Guys, mmekuwa kimya, mnaumwa au? No, no. Yes, nipo. Imekuwaje siku hizi, mbona mmekuwa kimya hivyo? Tupo active, tunasikiliza. Mnatia huruma kama vile ndo tunaagana ndo mnakasirika au inakuwaje? Hamna, tunafuatilia kwa ukaribu sana. You guys mwe mnachangamka huku mwishoni ndo kuzuri, alafu tukutane tarehe ngapi? Tarehe 25 pale tukutane da tupige story. Mikumo leo hayupo, Victor simuoni, Gertrude hayupo. Watu wengi hawapo leo. Hamna marafiki mwatumie message. Be. Gertrude Nipo. upo. Nimefika tu nyumbani ndio maana sijawasha kamera. Aha. Okay. Maggie Ralph nani? Maggie. Somebody Maggie. Unaweza kuwasha maiki yako ukatusalimia? Yes, hello. Hi. Mbona ni mara ya kwanza Hi. naona jina lako? Hapana, hilo jina lipo ila tu ni hiyo DP sikuwahi kuiweka, ndio maana imeonekana a bit familiar. I mean kama vile sio familiar. Nipo. Yeah. Unaitwa nani jina lako? Margaret. Margaret nani? Raphael. Raphael, okay. Yo. Umewahi kuongea kweli, maana sijawahi kukusikia. Aha. Nimeshawahi. Sijawahi kweli kukusikia kabisa, au kama nimekusikia sikukumbuki, au uliongea mara moja mara mbili. Mara moja hivyo, mara mbili. Okay. So karibu kwa kweli. Asante. Okay, Maggie, unasoma course gani wewe? Yani like what skill do you have? Okay. So far ninajiendeleza na writing skills. Writing skills as kuandika, also writing, yeah. Okay. Na by professional unafanya nini? By professional mimi ni physiotherapy. Okay, wow. Tukivunjika tunakuja kukuona. Apart from that, ni kwa nje ya clinic mimi ninapenda community work na I have registered an kodi, nafanya activity nyingi za miradi, na ndio maana nataka nijiendeleza kwenye upande huo wa hizo proposal writing and all that. Okay, ndio maana nataka kujua ma grant, ma funds, vitu kama hivyo. Okay, that's good. Vizuri sana. So ukijifunza siku moja reach out na sisi tutakuwa tunakuhitaji. Asante. Yeah, that's really good. Thank you, Margaret. Thank you, Joyce. Okay. Nani mwingine hajatusalimiaga siku nyingi? Namtafuta nani? Yasir. Leila. Naam, Joyce. What happened? Za kwako? Nzuri, za kwako? Salama. Naona uliwasha mic. Niliwasha. Okay, sorry. Basi nilishika vibaya. Wala hamna shida. So like what happened you guys? Mbona hamwashi kamera? Mimi nitawasha. Naomba muda kidogo. Nitawasha.
Hata Nuhu amezima leo. Nuhu, mbona washi kamera? Ya, niko live. Cheza. Mpaka tumkumbushe. Mtandao leo unacheza sana leo. Na mimi unacheza, ndo maana nimezima na nikiwasha tu hatutasikilizana. So Kelvin Kibonde, umefanikiwa kujoin? Maana Kelvin na Evans ndo walikuwa wanauliza kama nani, mtandao sijui unasumbua au ni nini, lakini nadhani mmefanikiwa kujoin. Evans na Kelvin mpo? Mimi nimefanikiwa kujoin, ila Okay. link leo imesumbua, nilikuwa ni download Zoom app for the first time. Leo ndo nimetumia Zoom app. Sasa sijajua shida ni nini, labda kwa sababu hivyo mmesema kwamba akaunti iliyopita imezingua, mmefanyaje register akaunti mpya? Hapana, wewe ulichokosea ni kwenda kubonyeza link ya kwanza. Ukienda ile link ya kwanza ndio inakwambia please download and import, alafu ukienda link ya pili kwenye ile message ndefu ya Remontica Africa, ukienda link ya pili inakwambia join Zoom meeting. Kwa hiyo ungekliki ile tu inakupeleka moja kwa moja kwenye meeting. Wewe umeenda ile ya kwanza, ndio maana ilikuwa nakwambia udownload. Sawa. Kitu kingine nataka kuuliza, hivi linki hii ndo update ya kalenda ya sasa hivi kwenye Google Calendar? Ya Remontica Africa. Okay. Basi itakuwa labda mimi sijasoma email ya recent, nimeenda kwenye link ya email ya nyuma. Kama umeenda ya nyuma ilikuwa nakwambia hauwezi ukajoin, right? Sasa nani ile awali iliniambia you can't join. Sasa nikawa nashangaa kwamba imekuwaje. Ni kwa sababu ile Zoom imesumbua, ilikuwa inatuambia tulipie mahela, imekataa kabisa. Sawa, poleni kwa changamoto. Asante, poleni na nyie, maana na recording zenu zimepotea zote, yaani hata ukienda kubonyeza ile nanili itakupeleka kwenye recording. Kwa linki ulioshare kule kwenye grupu ambayo ina direct kwenye recording ndo ya kutumia sasa hivi. Unasema? Nilikuwa nauliza link uliotuma mchana, sijui ni mchana ule, sijui ni asubuhi, ndo ina direct kwenye recordings za zile za kwetu za code 2 zilizopita. Kama uko Remontica, nipo Remontica. Kama uko Remontica, nenda kwenye space ile imeandikwa cause. Pale juu kuna kuaga na space imeandikwa feeds, imeandikwa causes, imeandikwa let me see. Juu kabisa kwenye Remontica ukiwa unatumia PC, ukienda hapa juu kuna mahali imeandikwa feed, kuna space, kuna causes, kuna member na kuna leaderboard. Mi personal ilikuwa pia inanisumbua kwenye password. Actually nimeona watu wengine pia wameongelea kitu kama hicho kwenye groups. Tutaangalia ni nini, kwa nini inakataa. Nalikuwa password ya email. Email password. Sasa inagoma. Okay, we will look on that. Utawasiliana na Baraka na developer ambaye ana develop pia. Sawa, mimi yangu alikuwa ni hayo. Okay, thank you. Mwingine mwenye la kwake. Jamani, habari? Salama, za kwako? Za kwangu njema, nashukuru Mungu, japo ndo nimeingia saizi hapa kwa kuchelewa. Umechelewa kweli. Lakini
Nadhani changamoto kubwa ni ambayo nimekuta inazungumziwa pia, kuingia remotika. Japo mi sielewi changamoto ipo wapi. Kuna muda nafanikiwa kuingia, kuna muda inafeli. Yaani sio kwamba mi muda wote siwezi kuingia. Sasa sijajua shida ni nini, labda kwa upande wangu. Okay, Joyce, nimerudi. Kuna mtu anapata changamoto ya kuingia remote kama nimesikia vibaya? Yeah, sio Yeah. mmoja wala wawili. Nadhani password inakuwa inawakatalia. No, so of course the biggest changamoto ambayo watu wengi ambao wanakataliwa remote ambao nimekuja kugundua ni kwamba hao watu walijaribu kuweka password kama mara 5 hivi au mara 7. Then ikawa imewablock. Si ndio hivyo? Itakuwa kweli. Yeah, so one of the solution ambayo nilifanya leo nikaweka instead ya kwa block watu baada ya mara 5, iwe na block watu baada ya kuwa wamefanya at least mara 100. Kuna mtu alijaribu labda Yeah. leo kuanzia je? Nilienda nikachange, kwa nini kuja kugundua later kwamba watu wanafungiwa, but still bado kuna changamoto ambao I'll just work on it. Kwa sababu natumia hosting ikisumbua hamna another solution. Kwa hiyo nataka niunganishe, sio kama mtanielewa, na nyingine inaitwa Cloudflare ili kusolve iko kitu. But ni kitu ambacho nakifanyia kazi. Msijali. But anyways guys, tuende labda direct kwenye darasa la leo. Na as I said leo ama darasa la mwisho ni ya muhimu sana kwa sababu tunajifunza vitu. Tamani Baraka, sauti yako Yes. naona iko chini. Okay, ngoja. Halo. Okay, ngoja. Unganishe mic dakika moja. Hapo. Sauti yangu bado ipo chini hapo? Unasikika? Yeah, nilikuwa sijaunganisha na mic. Naambia leo tutadiscuss kitu kimoja cha muhimu sana ambacho ni namna gani ambavyo tuna set price zetu kwenye huduma ambazo wateja waga wanatuangalia. And niwaambie tunaendelea tukakumbusha madarasa ya mwisho ni ya muhimu sana. Bora hata mngekuwa mnadoja yale madarasa ya mwanzoni. Maybe kuna mpira unaendelea sasa hivi. Eti bwana Evans, uangaliaje mpira? I thought mpira ni saa 5. Saa Maana 5 sijui usiku ndo nilisikia. mechi inaanza. Ngoja Mechi saa niangalie 5. hapa na hapo. Yeah, Mechi inaanza saa 5 usiku. Moja kitu ambacho wasiwasi wangu ilikuwa labda hii na nini inaingiliana na mpira sasa hivi, labda ndo hapo tunakosea. But sasa sasa hivi itakuwa sasa ni watu wenyewe wameamua kuwa watovu wa nidhamu. But anyways guys, leo tutazungumza namna ya kupangilia bei especially kwenye majukwaa ya freelancing, kwenye hizi platform za kazi za mtandaoni na vitu kama hivyo. Na kuna njia nyingi sana za kupangilia payment yako ulipaje na client. Na mara nyingi inategemeana na aina ya kazi ambayo huyo mteja anakuwa amekupatia. Sisi kama tunaelewana. So kuna njia ambazo ni common ambazo zinatumika na freelancers wengi na zinatumika kulingana na aina ya kazi na mara nyingi sana inatumika. Namna ya kwanza ya kazi inaitwa kulipwa kwa masaa. Umeona? Ambapo mara nyingi freelancer unakuwa unalipwa kwa masaa ambayo umekuwa umefanya kazi. Na hayo masaa yanakuwa tracked na kila baada ya wiki ama kila baada ya mwezi na unalipwa baada ya kuwa umemaliza kazi yako. Kwa upande wa Upwork wana timer yao ambayo wewe unakuwa ukiwa unaanza kazi ya client unakuwa umewasha hiyo timer unaanza kufanya kazi. So kinachofanyikaga Upwork kwenye ile timer yao kama umeweka muda unafanya kazi, ile timer inakuwa inachukua random screenshot. Kwa client akaja baadaye akaangalia akaona kwamba uko unafanya kazi muda fulani, hapo sasa ndo kashisha inakuja. Umeona? Yaani hiyo the secret ya Upwork ndio ipo hapo. But pia kuna hii kazi ya Outlier ambao mnaifanya sasa hivi ambao wanatumia Hubstaff. Umeona? Wanatumia Hubstaff sio Outlier tu. Hizi platform nyingi hizi platform nyingi sana wanatumia hii Hubstaff kama timer.
time tracking ambayo wanatumia kwenye software zao kupima namna ambavyo wanafanya kazi. Hii Hubstaff hapa nadhani naona kwenye screen yangu. Kwanza na share screen na nyie. Hapana. Hapana. Wow. Okay. Umeona? So hii Hubstaff hii ndio inaonekana hivi. Hii Hubstaff ndio inatumikaga kupima masaa ambao sasa platform nyingi wameintegrate humo ndani. Ukianza kazi unaiwasha na yenyewe inategemea na client ambao wameiseti. Wakati mwingine inaonyesha hadi mfanyakazi yupi ambaye amefanya kazi muda mrefu kuliko mwenzake. Inaonyesha yenyewe unaweza take screenshot muda ambao katikati ya kazi leo hujamaliza kazi. Na kama ukipata client ambao wanatokea Filipino ndo wanaipenda sana hii platform ya Hubstaff. So kuna siri moja nataka niwape. Hii platform ya Hubstaff pia ni platform ambayo waga wanapostigi kazi za mtandaoni, hizi kazi za remote. Wani watafutie sehemu ya career hapa. Hapa. Ngoja nikutafutie hapa. Ngoja ni Google. Mbona waga na wenyewe wanapostigi kazi hapa. Ngoja. No, but sikutaka huku. Wait, dakika moja. Hii hapa inaitwa Hubstaff Current, kitu kama iko. Let me niangalie. Looking for work. Hapa ukibonyeza hapa browse job. Umeona kuna hizi kazi hapa zimepostiwa. Kwa mfano hii ya remote. Hii hapa imepostiwa masaa 3 yaliyopita. Umeona? Hapa wanatafuta accounting automation engineer. Ni remote job na wanalipa dola ngapi? Did they put kiasi wanalipa? Ni full time masaa 40. Watu hawajaweka wanalipa kiasi gani? Kuna hapa wanatafuta mtu wa client relation, yenyewe pia ni remote. Umeona? Hiyo wanatafuta mobile marketing manager, hii ni remote. Hii umeona dola ngapi kwa lisa? Semeni nyie. 15. Hao wanatafuta pia marketing manager. Dola ngapi kwa lisa? 15. Wanatafuta mtu wa YouTube hapa, hii ni remote. Wanatafuta virtual assistant. Virtual assistant hapo dola ngapi? Dola 30. Na hizi kazi zote zimepostiwa leo hapa. Wenyewe mnaona. Masaa 22, masaa 20 ngapi? Umeona? Hizi kazi za virtual assistant, administrative assistant, sio na nini. Zote zinapatikana kwenye hii platform. Sawa, haya hiyo ni siri yenu nimewapa. Kwa hiyo kazi za masaa mara nyingi mnakuwa mmekubaliana na wateja. Na wateja wengi waga wanaikaga masaa 40 kwa wiki. Yaani hiyo ndio maana yani ni masaa 40 ndio wanakuwa kama vile standard. Kwa hiyo kwenye hapo pale unaweza kuuliza labda unaweza kufanya masaa mangapi kwa wiki? Weka zaidi ya masaa 30. Platform nyingine ambayo wanatumia kutrack muda sio important kujua haya nani haya hizi platforms za kutrack muda, but utazikuta tu client amezeka, sio ngumu kujifunza. Kuna nyingine inaitwa Toggly ambayo yenyewe client wanatumika sana kutrack masaa ambayo client wametumia wanatumia kufanya kazi. So kuna kitu ambacho but to be honest, kazi za masaa inategemea na aina ya kazi ambayo wanataka kuifanya. Mara nyingi client wengi wanapendaga kazi za masaa, unakuta labda kazi yake ni kubwa. Kwa hiyo unakuta amekwambia bwana, anakuuliza hii kazi yangu tutamaliza kwa masaa mangapi? Masaa fulani. Akwambia track, wewe umetoka hapa mpaka sehemu hii kwa masaa. Wanapendelea hivyo. Sio kazi zote, depends. Kwa mfano kama mimi sipendeleagi, inategemea napendaga sana client akinipa fixed price ama project based pricing ambayo nitaizungumzia hapa chini. Fanya hiyo kazi, sababu najua nimemaliza kazi yake, hata kama nitamaliza mapema, nimempa kazi yake, yeye amenilipa. So hii fixed price ama project based pricing maana yake ni unamchaji client kulingana na project ambayo umempa. Ametaka umfanyie video editing, umeditie video 3, na edit hizo video 3 unampa, yeye anakulipa, mmekuwa mmemalizana. Nadhani hii issue za fixed price ama project based pricing ni aina ya utendaji kazi ambao sisi tumeuzoea sana. Tumeuzoea sana upande wa nini wanaita kwa upande wetu, yani kibongo bongo tumezoea sana, sababu mtu amekupa kazi yake, umekuwa umemaliza. So aina nyingine ya kumchaji client yenyewe inaitwa value based pricing. Na hii sana sana inafanywa na freelancers ambao ni wakubwa. Maybe kabla hujapangia bei yako unaangalia kabisa kwamba iko kitu ambacho unamfanyia mteja wako
yeye kitamuingizia shilingi ngapi. Umeona? Kwa mfano kama sasa hivi mimi Tigo wakanifuata, labda wanataka waniajiri kama community manager. Tigo okay, labda nitumie labda kampuni ya newspaper ya magazeti, labda nitumie labda global publisher. Labda wakanifuata kaambia bwana, sisi nataka tutengeneze community na yetu ya Ijumaa kwa ajili ya community yetu, tuongeze sales ama tuongeze traffic kwenye website yetu. Kwa nitaambia kwa mfano kama sasa hivi mna subscription ngapi kwenye platform yenu? Labda wasema tuna subscription 1000. Kwa mimi naambia okay, nikiongeza subscription 3000 kwenye website yenu mtanilipa kiasi fulani. Umeona? Kwa mara nyingi you just charge kulingana na iko kitu ambacho umedeliver. Umeona? Maana yake unaweza kukubaliana nao kwamba okay, kwa hii kazi nitacharge $500, lakini nikifikisha level fulani itabidi mnicharge $3000 ama mnicharge 20%. Hiyo ndio inaitwa value based pricing. Kuna kitu kingine kinaitwa retainer pricing, ambao sana sana hii waga inahusisha sana client ambaye yeye ambaye anajirudia mara kwa mara. Maana yake mteja unakuwa unamcharge kwa kila mwezi kupata hiyo nani yako. Hiyo wanaita ni kupata hiyo service yako. Maana yake unaweza mkakubaliana masaa, idadi ya kazi ama vitu gani vya kuofa. Kwa mfano unaweza kumwambia okay, labda mimi nitakumanagea account zako za social media, lakini kila mwezi nataka unilipe $1000 au kila mwezi nataka unilipe $500. Kwa client wako kila mwezi akiwa anakupa $500, unakuwa unamlipa kulingana na hizo retainer kabla anavorudi. Na kuna nyingine inaitwa day rate pricing, ambapo sana sana unamcharge client kwa siku. Bwana, mimi kwa kazi ambayo unanipa kwa siku nitakuwa nakucharge $100. Kwa siku nitakuwa nakucharge $200. Kwa siku nitakuwa nakucharge dola kiasi fulani. Yaani unakuwa umekubaliana na client akulipe kulingana na siku. Sisi watu ambao tunafanya kazi ya mjengo, mafundi, ujenzi, mimi najenga, unajua. Mnaonaga tu hivi. Lakini wakati niko jeshini nilikuwa najenga. Okay, I'm lying. Mnaona kabisa mwili wangu. But unaweza kuchaji, mafundi ni mfano mzuri, watu ambao wanachaji kwa siku. Usaidia fundi wengi unakuta pale ameshaika kwamba mimi nitakuja kufanya kazi but kwa siku nataka 10,000 yangu, mwe mmenipa hapa, mmenishikisha, nimeendelea na maisha yangu mengine. Na wakati mwingine unaweza ukachaji kwa wiki. Unaambia bwana wewe, kwa mfano mimi hapa kwangu na mpango nitafute dada anafanya usafi, anapika pika, anafanya nini, ambaye nataka sana sana nimlipe kwa wiki. Bwana wewe umekuja siku fulani mpaka siku fulani, malipo yako 20,000 hii hapa, endelea na mambo yako mengine. Umeona? Pia kuna kitu ambacho kinaitwa commission based pricing. Maana yake hapo client unamcharge kwa commission. Labda amekufanyia kazi yako, amemaliza vizuri, unaambia bwana mimi nataka 20% ama 10% ya kama unataka kufanyaje? Nipatie. Kwa unakuwa umemalizana na client yako. Client yako hapo umekuwa umelipana naye. Maana yake hiyo ni percent tunachukua hiyo kazi yake. Aina nyingine ya 8 inaitwa equity based or profit sharing pricing. Kwamba hii ni watu ambao mimi nafanya, watu wengi ambao wanafanya nao kazi, especially kwenye hizi kampuni ama nini, mara nyingi unakuta sasa mtu anakuwa amekupa kazi, umchaji chochote kwenye service yako. But tukwambia kwamba mbona umeingiza $4,400, kwangu ni 10%, anakuwa anakupa 10% yako. Ama kwangu ni 5%, anakuwa anakupa 5%. So kuna kitu kinaitwa performance based pricing, ambapo sana sana hapa client anakuwa anakulipa kulingana na utendaji kazi wako. Yaani unaweza mko mmekubaliana ila kulipana, but sasa kila unafikia milestone fulani, anakuwa anakupa bonus ya kiasi fulani. Watu wa sales ndio wanafanyaga hiki kitu. Unakuta ana mshahara wake 100,000, lakini anaambia ukiniletea wateja 5 wakubwa ambao watainvest kiasi fulani, mimi nakuongezea kiasi fulani. Maana hiyo ndio inaitwa performance based pricing. Kuna nyingine inaitwa subscription pricing. Kwa maana yake unaweza kaweka kwamba bwana mimi labda kwa mfano mimi ni content creator sasa hivi na offer sana hizi subscription. Na charge video 3 milioni 4 milioni 5 kitu kama hiko. Unaambia yule mteja akija kwako, unaambia bwana mimi kwa hizo video 3 nitakuchaji kiasi fulani. Kwa hiyo utasubiria mteja wako akulipe iko kiasi ndio wafanye kazi, lakini inabidi subscribe kwa iko kiasi ya kitu ambacho utakachodeliver na yeye ndo anakulipa. So kwenye hii njia ya kwanza ya kumchaji client ya core pricing models, ambazo ni pricing za kawaida ambazo tumezoea kila siku, kuna mtu yote ambaye ana swali? Leo niko napokea na maswali TikTok kwa sababu niko pia live TikTok. Hii swali langu Baraka, awali wakati unaanza kuelezea ulisema kuna moja ambayo unaitumia sana. Swali langu ni ipi kati ya hizo na hizo njia zote? Yes, niko nafundisha courses kuongea. Okay, njia ambayo mimi natumiaga sana hiyo project based pricing sana. But kwa sababu tu kulingana na hizo kazi zangu ambazo nazifanya, ambazo I create more of content creation, kwa nishatengeneza content za client wangu kwenye hizo account za social media, hapo tunakuwa tumemalizana. But sio, yani it's like mimi nawafundisha, sio mfanye kama mimi. It's like
depends na service yako, huduma yako, you just have to have your own system, njia yako ya kumcharge client kulingana na kazi au service yako na offer. So it's like msinifuatishe mimi. It's more of like you choosing ipi ni bora kwako kulingana na stage ambao ulipo, kulingana na uwezo wako. So guys, kwa sababu niko na watu ambao pia wanafuatia TikTok, leo nimewapa chance. Kama mmesikia hii sehemu ambayo nilikuwa naelekeza watu kuhusu kuchaji kwa masaa project, kama mna swali na nyie, napokea maswali yenu pia ni ajibu. Wenzenu wamelipia kwa darasani, lakini nyie darasa moja sio mbaya. And ambao mko huko, labda kama mna swali kwenye eneo ya hizi pricing za kawaida, na naomba nikaribisha maswali yenu kabla sija move kwenye stage nyingine, kwenye kundi jingine. Mnaandika? Ngoja niangalie watu. Watu tunaona hapa live wanaandika. Unajua hizo nilikuwa naambia mwashe kamera ili nione kama mnaandika. Hekima, kwako ni umeme hamna ama changamoto ni nini? Niko sehemu mbaya. Unaweza ukazima tu kamera yako, usije ukaibiwa simu bure. Okay. Tunata wanao leo hawapo sio? Nimekimbia, nimejifika chemba. Okay. Fair. Kwa mtu ambaye ana swali, kwa maana yake mnamaanisha wote mmeelewa hiyo pate? Mimi hapa na swali. Kuna moja value based na nyingine ambayo sema mnapeana by percentage, si ndio? Performance yeah. Yeah. Sasa hivi inakuwaje kwamba client wako anakuwa yuko honest kwamba nimeingiza kiasi fulani, this percentage ni ya kwake, au incomes zinazoingia zinakuwa zinaonekana kwa wote wawili? So yeah, kuna vitu unakuwa unaona. That's why most of hizi charging ina depend na aina ya service ambayo una offer. Kwa mfano mtu ambaye anafanya advertisement, hizi anafanya social media advertisement, sasa una app yako, kuna mtu umemwajiri kwa ajili ya kufanya advertisement, anaweza akaona idadi ya watu ambao wamesubscribe kwenye app yako. Kwa anaona access ya how much people wanalipa. For example, kwa mfano mimi sasa hivi ambavyo nafanya kazi na Joyce, mtu akilipia darasa lazima nimpeleke kwa Joyce, amwadi darasani. Kwa Joyce anajua watu wangapi wamelipia, umeona? But basically maybe data zake zinaweza zisiwe sahihi sana, kwa sababu baadhi ya watu wanakuwa wengine hawalipii wakiwa darasani kulingana na changamoto zao, wengine walipia half, wengine yani sika tuna kundi la watu ambao wana environment tofauti. Anaweza sijui exactly nani hajalipia au nani kalipia na kufanya nini, but anaweza akawa na data ambazo zinakaribiana. Kwa that's why ndio maana nikasema depending na service yako unaweza ukachagua njia ambayo unaweza kumcharge client. Kwa mfano mimi na manage community. Kama community yako umeweka subscription, naweza nikaona watu wangapi ambao wamelipia subscription na watu wangapi hawajalipia subscription. Umeona? In fact, Joyce ana attend karibia meetings zote ambazo mimi nakuaga na watu. Anaona viasi ambavyo mimi nalipia kwenye software ambazo nazitumia. Sawa, sijui hapo umeelewa? Nimekuelewa. Na swali pia jingine. Kuna kipengele pia ulisema kwamba mtu akifanya, unamfanyia kazi mtu, for instance ni video editing, si ndio? Mmekubaliana fixed price ni hii hapa kwa video 3, 4, 5, si ndio? Sasa umesema by the time unamtumia hizo videos au hiyo kazi yako anaireview alafu anakulipa. What if hatakulipa au inakuwaje malipo? No, sasa hiyo topic nafikiri Nani anasimamia malipo yani? Hiyo topic nafikiri tulizungumzia kwenye issue ya payment. Sasa hivi tunazungumzia issue ya kuset price. Yaani kuna pricing ambao wewe ndio unapangilia bei na kuna malipo, unalipaje. Hizo ni vitu viwili tofauti. Unaelewa sijui? Ndio nimekuelewa. Yaani leo tunazungumzia wewe yani unalipwaje. Unaona? No, I mean wewe unachaji kiasi gani kwenye service yako. Unaona? But tulizungumzia darasa lililopita ilikuwa ni malipo. Wewe unalipwaje? Tukazungumzia grey na nini. Kwa kesi yako kama ni labda maybe your client umekutana naye kwenye platform, anaweza akawa I think ni kitu ambacho I think tutakizungumzia pia hapa leo. Let me confirm.
Okay. Okay, manake kama ni platform ni gray. Yani kwenye issue ya client anakulipaje inategemeana. Inategemeana nyinyi mmekubalianaje na maybe mmepatana wapi. Kama mmekuta kwenye platform, manake platform ukisubmit platform ndo ataruhusu ulipwe. Kama mteja labda mmekutana naye direct, manake atakulipa labda 50% afu ndo amalizia kulipa kitu kingine. So inategemeana na situation ambayo mmelipana. But leo sana tunazungumza namna gani ambavyo nyinyi mnaweza mkapangilia bei yenu, bei yako wateja wakija. Yani sio ile mteja anakufuata, bwana huduma fulani, nataka huduma fulani ya kwako, ndio unaanza kumwambia mteja nilipe shilingi ngapi. Yani wewe mwenyewe unatakiwa uwe na bei zako. Kwa mfano mimi sasa hivi most of my services mimi na kiasi changu ambacho nimekiweka. I know kitu fulani mteja anataka kiasi fulani. And naweza labda nikamwambia kitu kimoja, akaunti zangu nyingi za social media zinafanya kazi vizuri. Zina perform well, but nafikiri mimi ndio moja influencers ambao na ushawishi lakini na matangazo machache. Kwa sababu I just come to do a research kidogo and I realize most of content creators ambao wanachaji 500,000 kwa video moja ya kupost kwenye social media. Umeona? But mimi na charge like kama mara 3 mara 4 ya hiyo amount kwa video moja. Ni bei za ajabu kwa most of advertiser, but one of the kitu ambacho kinafanya mimi ni consider hiyo bei kwa sababu na data za watu ambao wananifuatilia, even data of purchasing power ambayo wako nayo. Kwa hiyo basically nikaja kuishia conclusion kwa aina data na audience ambayo niko nayo, kiasi fulani naweza nikachaji. Umeona? I showed my rate card kwa freelancer like huenda mimi na charge hela nyingi sana ku sponsor baadhi ya biashara kuliko baadhi hata influencers ambao wana followers wengi kuliko mimi. But metric yangu sana mimi sio followers, ni quality ya watu ambao mimi wananifuatilia kwenye account zangu za mitandao ya kijamii. Wananifuatilia kwa sababu gani? Watu wa aina gani? Hata zile ambavyo natengeneza content zangu, naweza nikasema for example content zangu ambazo nimekuwa nikitengeneza sasa hivi nyingi, nimefocus zaidi na professional, watu ambao wako makazini, wana ofisi yao, watu ambao wana purchasing power kubwa. Ndio maana huwezi kukuta maybe nimeweka like nazungumza kwa lengo la kujifunza. Ndio maana ni ngumu mimi kuweka labda darasa langu 20,000 ama 10,000 kwa sababu aina watu ambao hata mimi ambao I want to focus nao sio aina watu ambao the certain price ukiwekea sio aina price ambayo it makes a lot of sense na aina knowledge ambayo mimi naiofa kwao na new audience ambao na appeal. Ndio maana kuna baadhi ya content siwezi kupost kwenye content zangu, but ni content ambazo mimi pia waga naziangalia. Umeona? Kwa basically for a company ambayo inakuja inataka ifanye kazi na mimi, maana yake nawauzia hiyo audience yangu. Umeona? Audience ambayo binafsi I know kuna certain amount of hata kama iko ni ndogo kuliko nyingine, but that a company inaweza ikatengeneza hela nyingi kupitia audience ambayo niko nayo. That's why pricing zangu kumi za influencing ni kubwa sana. Yani okay, most of companies, most of small business wanasemaga kubwa, but most of small business leo nikaamua leo ni promote biashara yote. Najua biashara itasell na wataingiza hela nyingi sana kupitia mimi. Sasa I want iwe kama a win-win situation. So pia wewe as a freelancer inabidi uelewe biashara yako. Create systems, umeona? Tengeneza watu wako. Ndio maana one of the thing mimi nafanyaga, watu wangu ambao wamejoin program zangu waga si waachagi. That's why unaweza kwa mfano ukiangalia course ambayo nimeweka sasa hivi kwenye platform ya Remotika, kwanza watu ambao wako kwenye cohort ya kwanza mpaka ambao wako kwenye cohort ya 3 wana access ya hiyo course. Na ukija kuchunguza kuna watu walikuwa wanafunzi wangu kwa 2021 mpaka sasa hivi wapo. It's a matter of you just understanding audience yako na kuoffer kile kitu unachotakiwa. Kwa sababu I just come to realize kutengeneza watu wapya kuja kulipia program zako ni ngumu kuliko kwa maintain watu wako kwenye program na kuwapa service moja na ambazo like they can just generate result, they can bring more people kwako. Kwa is more of like make sure you understand market yako and also you offer value kwenye kitu. Nimeongea maneno fulani magumu but let's move kwenye eneo la pili. Namna gani ambavyo unaweza ukaset price zako na unaweza ukapackage hizo bei zako ambazo unakuwa umewapangia wateja wako. Umeona? Sorry kidogo. TikTok kuna mtu anaitwa Digital Business. Naona anaandika kazi za kufundisha AI. Leo tuzungumzie kazi za kufundisha AI bosi wangu. Leo tunazungumzia jinsi ya kuset price. Na hii darasa nimewapa tu bonus kwa sababu niko naona huko wanafunzi wangu wametokea wachache. So kitu cha kwanza kinaitwa tiered pricing. Good, better, best. Yaani unaposema tier ni zile unakuwa umeweka kwenye level fulani. Labda unaweka nitaka nitumie mfano Fortunata angenimaliza. Fortunata una watoto wangapi? Wote leo 7. 7 wengi hafai kwenye mfano wangu. 5. 5 pia wengi, wangekuwa 3 hivi sawa.
Anyways, so unaposema kuweka package yako kwenye upande wa taya, maana yake unaweka kwenye mafungu. Labda unaweka bwana wewe labda unaofa social media management. Unaweka labda posti 5 10,000, posti 15 30,000, posti 30 60,000. Umeona? Kwa maana yake unaweka zile services zako kwenye package zako na kila package inakuwa na mambo yake. Ni kama vile vifurushi ambavyo kampuni kama Azam ukitaka kulipia na niwa wanawachaji. Ndio hizo zinaitwa taya. Kwa hizo services zako pia unaweza kuzipackage kwenye upande wa taya kulingana na ukubwa wa mteja. Kwa mfano, moja ya kosa ambayo mimi naweza nikaagree kulifanya kwenye hizi services zangu za influencing ni kwa sababu wateja wote nawaweka kwenye bei moja. Lakini naweza nikaamua kwamba okay, labda wewe biashara yako ndio inaanza, nitakuchaji. Wewe biashara yako ipo katikati, nitakuchaji. Wewe biashara yako ni kubwa, nitakuchaji kiasi hiki depending na wewe ambapo ulipo. So kuna kitu kinaitwa bundle pricing. Umeona? Maana yake bundle kama jina lake unakuwa umeweka vitu vingi. Ushakunuaga bando yale mabando ya simu, unakuta umelipia 500 wamekupa message huko, wamekupa MB huko, wamekupa dakika huko. Umeona? Let's say wewe unaweza kuwa pia una offer bila service ya social media management. Lakini kwenye unani wako unaweka huko na huduma za website development, huko unaweka huduma za community management. Afu zote unampangia client wako labda $2,500 ama $2,700 kulingana na bei ambazo wewe umeweka. Sawa? Hiyo inaitwa bundle. Service ya tatu inaitwa add-on ama upsell pricing. Umeona? So hii add-on na upsell pricing yenyewe unakuwa una offer service moja. Let's say kwa mfano mimi nina offer social media management. Alafu pale unaandika bwana kama unataka SEO nitakufanyia kwa $100. Umeona? Lakini sasa unakuta labda hiyo service ya SEO kwa kawaida labda anachaji $500. Kwa sababu umetaka hiyo na kuongezea tu hela kadogo tu kama $100. Sawa? Hiyo inaitwa add-on ama upsell. Kuna aina nyingine ya kubando namna ambavyo unapangilia bei yako inaitwa anchor pricing. Wote turudi anchor pricing. Leila, rudia hiyo anchor. Anchor pricing. Tuko sahihi. Sasa hii ndo ambao mnafanywaga sana na Karume pale. Unaenda muuzaji shati shilingi ngapi? Anakuambia 100,000. Lakini mwisho wa siku anakuja kuuzia 5,000. Umeona? Kwa hiyo sana sana hii anchor maana yake unaanza kumpa bei kubwa. Yaani tunachofanyia kwa mfano sisi unaweza kaniambia okay, mimi nafanya social media management. Lakini ukiniajiri kwa mwezi itabidi unilipe $4,000,000. Lakini ukiniajiri kwa miezi 6 unaweza kanipa $2,000,000 kwa mwezi. Yaani maana yake hiyo 2 mara 6 12. Umeona? Hiyo ndio inaitwa anchor. So mteja mwingine anaona kabisa kuliko nikulipe ile kubwa, bwana nikulipe kwa miezi 6 hiyo hela ndogo. Umeona? Kwa maana unajikuta kwa miezi 6 umekuwa umejihakikishia kwamba kuna hela huyo client ambao unakuwa unaipata kila siku. Umeona? And aina nyingine ya kupackage service yako ni per deliver pricing. Yaani pale okay, labda anataka social media management. Ukimpa kalenda ndo anakulipa. Ukimpa design ndo anakulipa. Ukimpa copy ndo anakulipa. Yaani wewe kila kitu kimoja ambacho unachompa ndo yeye anakulipa. Wengine hizo deliverable wanaziita milestone. Hapo iko na huo mfumo wa kulipa kwa milestone. Yaani unaweza kuchagua ulipe kwa milestone. Kwa sasa unaweza yaani ukaweka ile service ambayo unaiofa, unaweza ukaweka kwa in terms of milestone kwamba okay, hiki na hiki $50, hiki na hiki $50. Yaani kila ukimaliza kitu fulani hela fulani, kila ukimaliza kitu fulani dola fulani. Hiyo ndio inaitwa per deliverable ama inaitwa per milestone pricing. Yaani unapanga kulingana na kiasi fulani. So kuna minimum engagement pricing. Umeona? Maana yake hapa unakuwa umeweka kiwango chako cha chini. Yaani unasema bwana mimi kwa chini ya kiasi hiki sifanyi kazi. Umeona? And kama ni yaani kama wewe ni mteja wangu mara ya kwanza chini ya $3,000,000 sifanyi kazi na wewe. Lakini kama tunarudiana kila siku chini ya $1,000,000 sifanyi kazi na wewe. For example mimi sasa hivi kazi ambayo ni chini ya $1,000,000 sifanyi, ambayo inahusisha mimi kukaa kufundisha kumanage social media na account. That is a minimum amount ambayo nimeweka kwa wateja wangu. Kwa mteja wangu wote akija ni hapo, but it takes me time. Wakati naanza I started ku manage account kwa $20,000. But as time goes on nikaanza kupandisha. Kwa mfano kama sasa hivi najua tu exactly a lot of client akija kifanya chochote kama una kiasi chini ya $1,000,000 sifanya. Hakuna service yote ambayo inafaa chini ya $1,000,000 ukiachana kufundisha. Niliamka tu siku moja kusema kweli mimi niliamka tu siku moja nikaweka hiyo price. And kitu cha ajabu just come to realize client wanakuaga na hela. Ni sisi tunakosa audacity ya kuuliza hiyo. Just come to realize client okay, as much as umeweka standard yako na unaweza ka deliver iko kitu wanakulipa. And most of client wanapendaga mtu ambaye anaweza kawapa kazi nzuri.
So as much as unaweza ukadeliver kitu ambacho mwambie mteja utadeliver, they are okay to pay you whatever amount ambao umeiulizia. Okay. Kuna kitu inaitwa introduction ama trial pricing. Maanake kuna ile unamshawishi mteja. Unaambia okay, labda service yako ni $1,000. Unaambia okay, kwa mwezi mmoja tunaweza kujaribu kwa $200, nipe $200, nifanye kazi na wewe, afu baada hapo tunaanza bei zetu za kawaida. Kwa hiyo sasa kwa yule mteja labda unakuta ndo mara yako ya kwanza kuamini na nini, yuko okay, atakulipa tu hela ndogo, afu baada ya muda atakubali kukulipa hela nyingi zaidi. Kwa hiyo ndio inaitwa pricing kwa njia ya introduction ama trial pricing. Njia nyingine inaitwa rush ama expedited pricing. Maana yake hiyo sana sana mteja unakuta mteja amefanyaje? Mteja labda anaanza kuambia okay, umeshakubaliana hii kazi umalize wiki, sasa anataka umpe haraka. Bwana mimi naitaka kesho. Nakwambia bwana, kama unataka kesho mimi naacha kazi nyingine, basi inabidi uniongezee $100. Kwa sababu mimi na vitu vingine navifanya. Kwa hiyo unamchaji. Umeona? Kitu namba 9 inaitwa volume ama bulk pricing. Ambapo sana sana unakuwa kama mteja mara nyingi kama anakupa kazi ya muda mrefu anaikabali. Kwa mfano kozi yenu normally itakiwa cost kama $300. Umeona? Kwa sababu kila mwezi at least ni $100. But sasa kwa sababu okay, nikasema okay, kwa sababu watu tunakuwa nao miezi 3, basi cozi naweka $200 na $50,000. Umeona? Na in fact it depends na okay, ni $200 na $50,000. Kwa maana yake hapo adjusted kwa sababu watu tunakuwa nao muda mrefu, maybe most of them wanaweza si afford kulipia $300, but $250 wanaweza ka afford. Maana yake mwezi wa kwanza $100, wa pili $100, wa tatu $50,000. Umeona? Maana yake ndio how to price volume or bulk pricing. Service namba 10, namna kupackage service yako namba 10 inaitwa seasonal ama promotional pricing. Sasa hivi kwa mfano msimu wa 7/7, kila mtu kashusha 5%, 10%, 20% na hivyo. Kwa hiyo kile kipindi cha misimu unakuta sasa watu wengi wanashushaga bei. Na kama mjagunduaga ikaribia wiki za mishahara, wafanyabiashara wengi wanashushaga bei. Ndio zile happy hour sio kitu gani. Kwa hiyo sasa iko kipindi kishafika, unakuta sasa ndio yani Manyu Association ama zile kipindi labda unakuta labda wanashiriki labda miaka 5 unakuta wamepunguza bei. Kwa hiyo unaenda pale unachaji. Kwa hiyo freelancer pia inabidi uelewe. Ukiona msimu wa sikukuu kwa mfano msimu wa 7/7 unaweza kama okay, msimu wa 7/7. Kwanza mimi nimefanya makosa. Nilivyosikia 7/7 hata ningeshia kozi yangu. Watu wangelipia tu wengi kwa kitu fulani. Bali sikujua iko kitu mapema. Watu walikuwa washaanza darasa. Kosa ni vitu kama hivyo as a freelancer pia ni kuelewa pia hiyo season na kufanya hizo promotional pricing. So section yetu ya pili ya namna ya kutengeneza structure za pricing zetu na packaging. Kuna mtu yote ambaye ana swali hapa aniulize. Leo tunasoma vitu fulani muhimu sana ambavyo trust me. I'm sorry kama unaweza screenshot. Hii part yes naomba usiwape. Hii mrudie tu kwenye koza. I wouldn't be interested to share in any because kivuja itakuwa in fact hii ndio part ambayo I'm charging for. Kwa sababu ni kind of knowledge ambayo ni ngumu sana kuipata sehemu nyingine inafundishwa. Watu wachache sana wana knowledge na hii part. Ndio maana naambia paying attention, taking note kwa sababu hii part it saved me a lot. Ime increase my earning kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya kuelewa kwamba hizi psychology ya wateja wanataka nini, how can you set your price, namna gani ambavyo unaweza kujipackage huko kwa wateja wako. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaswali kwenye hii part? Kabla sijamia kwingine. Amuulizi maswali. Okay. Aya. Tunakuja part muhimu sana. Namna ya kufanya research ya pricing kabla hujaweka kwamba bwana mimi ni charge $20 ama ni charge $50. Unafanyaje research? Kwa mfano mimi nawapa mfano. Hiyo kwenye services zangu za social media management nikagundua watu wengi ambao wako freelancers ambao wako Tanzania wanachaji $500 kwa video. I'm sorry kama unanisikia, lakini wote ambao nimewachunguza ambao nafahamiana nao na marafiki zangu wanachaji $500 kwa Tanzania. Na wengine wamenzidi hela nyingi sana, wamenzidi pakubwa sana. But nikaenda kufanya research kwa upande wa international, especially Nigeria, Ghana na wapi, have friends ambao ni influencer huko. But wao wanachaji per video $1,000. Umeona? Kwa video. And mtu ambaye nimeona anachaji $1,000 kwa video ni mtu ambaye mimi nina engagement kubwa kuliko hata yeye. Yaani sitaki ni illicit creator ambaye ni mdogo lakini anachaji
$1000 ana post content kama za kwangu, service kama za kwangu, kila kitu. Umeona? Hapo ni kitu cha kwanza ambacho nazungumzia, market rate research nazungumza na nyie. So and I just nishawahi kupataga kazi na international client ambaye mmoja kama miaka 3-4 nyuma alinipa $300 kwa video moja. Mwingine akanipa $350 kwa video moja. Umeona? But kipindi hiko sikuwa na influence kubwa. Sasa hivi influence yangu imekuwa. Then I come to realize nikaweka ile difference ya bongo na nje, then nikaweka benchmark yangu kwamba okay, kama unachaji $1000 au unachaji $500, basi mimi kiasi hiki naweza nikasearch. Umeona? Ufanye kitu cha kwanza kinachoitwa market rate research. Ingia kwenye freelancing platform, angalia watu wengine ambao wana offer service kama kwako, wanachaji kiasi gani, ambao una uzoefu kama kwako. Ushajua kiasi wanachaji, hapo hapo uende upangilie okay, kwa kiasi ambacho unachokiona na wewe kiasi gani uchaji. Kama ndio unaanza, means utachaji chini kidogo. Kama ndio ushakuwa mzoefu, unaweza kuchaji juu kidogo. Okay. Namba 2, cost plus pricing calculation. Angalia gharama ambayo inakuchukua kuofa hiyo kazi ama hiyo service, hapo ndio upangilie bei. Kwa mfano, moja ya kitu ambacho mimi na consider hapa ni namna ambavyo napangilia hizo bei zangu za kuwafundisha nyie madarasa. Mnatumia kwa mfano mnatumia Remotica mpaka imesimama pale, mpaka imefika pale, imenikosa zaidi ya 15 million kiutani and in serious, but ukichunguza Remotica no one pays kutumia ile platform, like kila mtu anaingia free, anaweza ka access kila kitu, database manini kwenye hiyo time. Sasa and nianza kutengeneza kabla hata sijaanza kufundisha madarasa, sijaanza kufanya chochote. Umeona? But I wanted a place watu wanaweza wakaleni, waka access hizo courses. I can just make change kwenye nchi, kwenye my country, sijui fanya a lot of hizo stuff, maneno ya kizungu na nini. Then I come to realize okay, as I'm building ecosystem kwenye ile eneo la skills, kwa sababu my future Remotica is huko miaka mbele kuwa Tanzanian freelancing platform, but hauwezi kuwa na freelancing platform kama hauna watu ambao wako skilled. Umeona? And hauwezi kuwa na watu ambao skilled kama hujawatrain. Maana yake hauwezi kuwatrain watu kama hujaspendi muda wako. Then I just come to realize okay, kwa hizo cost ambazo zinazoingia, I have kuchaji kiasi, I have to create ecosystem ya watu ambao wanaelewa hizo kazi, watu ambao leta watafanya kitu fulani. And then nikaje kulicha watu hiki kiasi, a lot of people ambao wako serious can afford to pay, a lot of watu wanaweza pay attention na wakafocus na ile darasa na kufanya kitu fulani. So hapo maana yake unaangalia gharama ambazo zinazoingia. I enter a lot of costs, Remotica, run, kuna watu ambao they have to get paid baadhi ya vitu kwa ambao wanalipwa, kuna watu they spend their time, skills na nini, so I have to pay kulingana na hiyo cost. Kwa unaangalia gharama zipi ambazo unaingia kwenye usafiri, kwenye software, kwenye internet, kwenye rent, alafu kwenye hizo gharama ndio unapangilia hizo cost. Ya 3 unaangalia value based calculation. Umeona? Sasa hapa yani hivi ni vitu ambavyo inabidi ufanye na ubongo wako kabla hujalopoka bei ambayo mteja unampa. Umeona? Maana yake hapo inaweza ikawa labda okay, huyu ananipa account yake, labda ni manager social media account yake, labda anauza simenti. Umeona? Sasa hivi anauza simenti 100. Umeona? Labda anapata faida 500,000. Mimi anilipa 200,000. But nikimfanyia hizi, nikiongeza manjonjo anaweza hapa akawa na uza labda simenti 10,000. Kwenye hizo simenti 10,000 anaingiza labda 150,000. Hawezi tena kunipa 500,000. Inabidi aongeze kiasi cha kumoja ambacho ananilipa. Kwa hiyo ndio inaitwa value based rate calculation. Angalia kwamba okay, wewe mteja ambaye unamfanyia kazi unamuingizia shilingi ngapi? Na hiyo amount unamuingizia yeye, how much wewe una deserve kulipiwa kwenye hiyo, akishatoa hizo operation cost zake. Hiyo inaitwa value based rate calculation. Namba 3 inaitwa competitor analysis. Angalia mtu ambaye ana offer service kama wewe anachaji kiasi gani. Basically kwa mfano mimi ambaye nafundisha mambo ya freelancing, nafikiri Bongo ni mimi tunawafundisha, but mara nyingi huaga nachukuaga watu ambao wanaitwa CFE educators, watu ambao wanafundisha watu mambo ya finance, wanafundisha vitu gani, na angaliaga okay, wao madarasa yao wanachaji kiasi gani, huyu anachaji kiasi gani, anachaji kiasi gani. Nikishapima wale naangalia okay, basi kulingana na wao wanachaji, basi mimi nataka nichaji kiasi fulani. Kwa hiyo industry ya Bongo ni kama price yake ya kuchaji ni price hii fulani. Umeona? So it's like you understand watu wengine wanafanya kitu gani. Kitu cha namba 5 kinaitwa client budget discovery, ambacho sio kizuri, sio sio kibaya. Freelancers wengi wanaogopa ukifanya, na wateja wengi hawapendai kujibu. Ni ile kumuuliza client kama ameshafanya kazi na freelancers mwingine kwenye project kama hiyo, aliweka investment gani. Unajua yule client anakufuata anakuambia, mbona hii kazi nifanya na mtu fulani nikamlipa 1,000,000. Umeona?
Maana unaweza kujua unaweza kumuona huyu budget yake inaweza kachange kiasi huyu mpaka kiasi fulani unaweza kumtia kama milioni moja, basi naweza nikaidouble na akaweza kulipia na vitu kama hivyo. Maana now you from conversation ambayo unakuwa na client una find a way to expose how much he was getting, alikuwa analipa ili wewe uweze kumpangilia bei yako. Sawa. Kuna kitu pia geographical rate adjustment kulingana na sehemu ambapo yupo client. Umeona? Kwa mfano mimi sasa hivi na charge au issues of freelancing na charge client wote I don't know na pricing ya dola kwa wateja ambao sio Tanzania na pricing ya Tanzania. Kwa sababu hiyo charging depends na hiyo client anatokea wapi, au unampangia bei ambayo wewe unaweza kumcharge hiyo client kutokea ambaye anatokea ambapo anatokea, like you just based na kwamba mteja ambaye yuko Marekani na mteja ambaye yuko Iringa huwezi kuwacharge bei moja. Kwa hiyo kingine kinaitwa experience rate based rate projection, ambapo kwa mfano kama mimi sasa hivi na miaka 4 kwenye hizi kazi za mtandaoni, like ukiachana vitu ambavyo nimejifunza, tuna ile experience ya kuona hivyo vitu. Huwezi kuniambia charge ambayo nilikuwa na charge miaka hiyo 4 nyuma nitakuwa na charge the same amount sasa hivi. Sasa hivi lazima tu nitakuwa na charge more. Kwa hiyo iko ndio kinaitwa experience based rate progression, like una charge bei kulingana na kadri unavyokuwa kwenye uzoefu. Kitu kingine kinaitwa test pricing with real client. Client anakuja kwa sababu hii kazi bila $3 sikufanyie. Unaona, namwangalia anambia basi nitakupa $2. Kwa hiyo una set standard yako, okay? Bila $2 siwezi kufanyia kazi. Anakuja mwingine mimi $5 sawa. Anakupa standard. Kuna amount nilitaja kwa client, ndio akaniambia tutakulipa. And I was like, kumbe this is my worth, alafu nachaji kiasi fulani kidogo. But mimi nilikuwa nataja bila kuogopa. It reminds me, nilipataga client nikamwambia nataka nilipe $2,500. Akaniambia Baraka uko pakubwa sana, lakini mimi nitakulipa 1,000. And bro, nilipotoka hapo nikakaa nikasali sana. Akasema leo nalipa $1,000. And I was like bro, hiyo mbona ni nyingi hivi? Umeona? Kwa sababu it's like sometimes the value client understand more value yako kuliko hata ambavyo unaelewa. So you have zile price ambazo unaogopa kutaja client. Yaani mtajie bei ambayo hadi wewe mwenyewe unatetemeka. That price ukiona kuna client ameingia kwenye mfumo. And sasa make sure uko unataja bei, hakikisha na wewe pia umejipanga. Wakina Getu nimewapa access ya course. I'm not sure kama you people are taking serious those courses. Because mimi baada ya kuwa nimechukua ile course, hata pricing zangu pia change kwa sababu now I have more knowledge, more skills na kitu kingine. Pia kuna kitu kinaitwa annual rate reviews. Unatakiwa kila mwaka unavyoisha uangalie. Sio kwamba kila mwaka, yani mwaka tangia mwaka 2018 wewe unachaji $600 tu. Tangia mwaka 2018. Jamani, unakuja unaangalia hali ya maisha imepanda. Sasa hivi mafuta bei. Sijui nini kimepanda bei. So it's like kadri muda unazidi kuongezeka, wewe mwenyewe unajireview kwamba okay, sasa hivi nimechaji sana ile $200, $100 muda mrefu. Sasa hivi umetosha. Ngoja niongeze bei ya kiasi ambacho nacho charge. And sometimes calculate your true hour rate. Angalia kazi ambazo unazifanya. Kuna muda wewe ndio admin, communication na nini. Kwa sasa ukija kuangalia mbona nafanya kitu zaidi ya kimoja, lakini bei ambayo unamcharge client ni ndogo. So kulingana na vitu ambavyo unavichaji, unaweza ukaamua kiasi gani ambacho umcharge client. Okay, so hapa kwenye pricing research na kufanya rate setting. Kuna mtu yote ambaye ana swali? Nenda haraka sababu darasa leo imebaki siku za mwisho na tuna vitu vingi sana ambavyo we have to recover. Tuishie hapo leo. Naomba niulize tuishie hapo kwa sababu Mwalimu Baraka. Naam. Samahani. Je, vipi kwa mteja ambaye ataenda kabisa chini kabisa ya matarajio yangu? Inategemea na hiyo situation na niyo nani anaitwa Dada Modesta. Kuna kipindi mimi nakuaga na hali ngumu sana ya maisha na kubariki kiasi chochote mteja atanipa. Ili mradi tu ni survive. Mwanzo niliwafundisha wakati tunazungumzia disadvantage ya freelancing, nikamwambia kuna kipindi upati mteja. Kwa ndo hapo mambo ya kuwekeza labda kwenye hisa, mone kufuga kuku na nini kilimo, mone. Wakati mwingine kuna one of my friend aliachaga freelancing muda kidogo. Alafu kuna siku nilianza akaniambia Baraka nataka nirudi kwenye freelancing. Tukapotezana, alafu akarudi tena kwenye freelancing. Akaacha kazi aliyokuwa anaifanya. Sasa ngamuuliza kwa nini umeacha kazi ambayo ulifanya?
ameba kabla mimi sijaacha kazi ninayofanya nihakikisha nina hela ya kusurvive mwaka mzima kwanza. Umeona? Kwa nikiwa honest, kwa mfano mimi sasa hivi hata nikilose job sasa hivi I have amount hela ambayo naweza nikasurvive mwaka mzima. So ukishaweza tu kuweza kwamba kusurvive mwaka mzima, yani hata kama upate kazi fanya chochote, you can just huo mwaka hiyo, kwa sababu you are now una akiba ya kutosha, you can dictate kiasi gani ambacho unatakiwa uchaji kwa client. And moja ya siri ambayo niliwaambia, ukishakuwa tu freelancer, it's like applying for jobs ni part ya kazi yako. Yani hapo hapo kama umeajiriwa you have to apply kazi nyingine, kwa sababu wewe mteja wako anaweza akaamka tu siku akaamua kutokulipa au yani biashara yake ikafa. Kwa hiyo like atutengeneze hisia kwa wateja. We just offer expertise kwa mteja wako. Sawa. Guys, nimewafundisha leo vitu vingi sana, ninaogopa. If nikienda more huku chini, mtakuwa mtasahau bure. Unaonaje tukaishia hapo afu tukaendelea? Jumanne tukaendelea na hizi part mbili hapa afu tutakuwa tumebakisha part ya expense tu. Ni sawa. Yeah, kwa vitu leo ni vigumu afu ni vingi sana. Mnasemaje? Bwana Manase? Hello. Yes, Manase. Naam Manase. Nimesikia hapa kwenye maelezo uliwaambia kuna watu uliwapatia kozi za kusoma, sijui ni kozi gani hizo, na sisi tunaweza tuka access No. So au ni watu ambao unafanya nao kazi, ambao kuna watu wachukua kwa ajili ya internship. Sasa nimewapa access ya platform ya Excel. Sasa siwezi kuwapa access watu wote kwa sababu ni anyways like ina limit nani achukue nani, kwa sababu sasa hivi niko busy, manake mmoja niwapa kama watatu wana rotate kufungua na kutumia platform. Kwa nikirudi pia nirudi kwenye platform yangu. Okay. Ni Excel kwa sababu ni expensive sana, ina cost kama $1,000 sio ngapi, kama milioni 5 hivi ya Tanzania. So to which is like kuliko niache wakati niko busy nikaamua wapi wao wanasoma. Kwa sababu pia kuna kazi ambazo nimewasaini kufanya. Sawa. Na kingine kila mtu ana kozi zake 4 huko za kumaliza ili awe considered kwenye zile apprenticeship. Na kingine hizo kozi namna ya kuaccess kwenye ile nini community, mtusaidie, kuna baadhi ya vipindi tulikosa wengine. So ndio maana nikasema nyinyi mnapewa access ya cohort 3 kwa sababu ile Zoom ilitufungia, Zoom wakataka tulipie $500. Kwa hiyo mimi kuliko kulipia $500 ikabidi nifute ile nifungue hii mpya. Sio watoa wapi $500 yao. Afu wakawa wamezilock zile course. Kwa hiyo mmepewa access ya cohort 3 ambayo hivi vitu vitafundishwa. Kwa hiyo kama inabidi kwanza ujisajili Remotica alafu Joyce atakupa access. Ndio hivyo tukiweka hii na password zinagoma. Sign up, anza kusign up upe. Uli sign up? Yeah, ni sign up. Sign up na email nyingine. Okay. Reach out kwa Joyce akupe access. Okay. By the way, darasa linazidi kupendeza. Na watu wanazidi kupungua. Iko ndio kitu ambacho kinaniuma. Na ndio linafika mwisho. Watu wazima hata wasikuumize kichwa. Sawa, hamna shida, but it's like taratibu kwa sababu I feel like hivi vitu niviweka mwisho kwa sababu nisingefundisha mwanzoni kwa sababu ni vitu vigumu sana kwa mtu ambaye ndo mara yake ya kwanza anakutana navyo. But nyie ni rahisi kwa sababu mmeanzia tangia kule mwanzoni, wakati kule tunaanza kujifunza skills na nini. Ndio maana rahisi comprehend, lakini ningeanza na hizi mngechanganyikiwa wote. But it's so nice, it's so important kufahamu namna gani unaweza kupangilia bei zako, kupanga like kuna bei mimi nawatajia sasa hivi wateja. Mimi nakaga mwenyewe tunaogopa. But I just come to realize I deserve iko kitu kwa sababu nimetumia hela nyingi pia kujifunza, nimetenga muda mwingi kujifunza. And sometimes you need confidence na inahitaji directives. La sivyo, skill yako ambayo itakuwa labda uiofa kwa milioni 10 au milioni 5 kwa mwezi, utaishia kuiofa kwa $100,000 ama $200,000 kwa mwezi. Na ndio watu wengi sana tunakwamaga hapo. Okay. Jua kitu ambacho unachokiofa, jua kikubwa, jifunze pia kudocument kazi ambayo umefanya. Sio ulifanya kazi fulani, wengi mnabakisha hizo kazi kwenye CV zenu. Nilikuwa nasoma nilikuwa naangalia one of report, nilikuwa na shoot content nyingi sana.
and people are saying like CV sasa hivi real post yako ya Instagram ndio CV yako, sio hiyo screenshot ambayo umeiweka. Mimi napata a lot of clients kwa sababu ya content ambazo napost kwenye social media. Let's say ulimanage account fulani ukamaliza, some client wanaweza kukuruhusu ku document hiyo kazi ambayo ulifanya. Speak about it. Unaweza usizungumze kwa jina la kampuni, unaweza ukasema labda okay, ulikuwa una manage account fulani, ikatokea changamoto fulani, ukasolve kitu fulani. Trust me, kuna client ambaye anapitia situation ambaye atakuwa tayari kulipa wewe ili ufanye iko kitu. That is what happened for me now. Kama nimeshagundua sasa hivi nimekuwa, sababu nimefanya kazi sana kwenye eneo la marketing, nimekuwa nikizungumza, kwa mfano nimeshoot video nikizungumzia GEO, generative AI optimization engine, generative AI engine optimization, ambao hiyo kozi Joyce amewapa msome. Sijui kama kuna watu wamesoma, ni watu ni Get Ready tu wamemaliza na Fatuma kitu kama hiko, wengine sijui kama wamemaliza, ambao ni free kabisa, unaweza kujifunza hiyo kozi. Sasa nikawa nimechukua nini naita, nikawa nimechukua like so nimezungumzia iko kitu. I'm sure kuna mteja ambaye ataona ataricha out kwangu mimi aniambia kwamba Baraka, nataka nijifunze kitu, nitakulipa kiasi fulani. So you pia as freelancers wapya, make sure mna hiyo audacity ya kushare vitu ambavyo mnafanya, kazi mnazofanya, kuna kukosea, kuna kuogopa. Just go and speak it about social media in case unataka client. Ukianza kuona aibu ni ngumu sana. It's like leo nimepost videos 7 na Instagram and I'm sharing expertise yangu, utaalamu wangu, and trust me, hata nyie tu nisingezungumza namna gani ambavyo I do his work na nini, nisingelipia darasa zangu. Hata sasa hivi mtu sijui amepata kazi kupitia page yangu, I make sure sasa hiyo amenitumia screenshot, I just go and post it on social media. Hizo ndo stuff ambazo zinaonyesha your expertise kwenye hilo eneo ambalo umefanya. Zamani ndio kwa mambo ya kutembeza CV kwa mtu. In fact, kampuni nyingi sasa hivi hazitangazi kazi, zina haya. For example, mimi nilikuwa nahitaji mtu wa WordPress, hata sijahangaika kwenda sijui kuposti natafuta mtu wa nini. No. Nilienda, kuna rafiki yangu mmoja ametengeneza website, nikamuuliza amekutengeneza nani, mtu fulani, amenipa namba ya mtu, nime reach out kwake, tumeanza kufanya kazi. Umeona? It's like now a real video, that is your new CV. Go and speak about yourself kwenye social media, your Instagram, your TikTok, your app. Just go and speak. Hata usianze kusema sijui natafuta kazi, sijui nafanya nini, watu wako desperate. Just speak bwana, mteja wangu alikuwa na tatizo hili, mimi nikalisolve hili. Kuna mtu mwingine anapitia hiyo situation, ataangalia atasema kweli. Kwa mfano kuna watu sasa hivi wakiingia kwenye social media wakaandika tunataka nijifunze freelancing, wanaambiwa kwenye ChatGPT ama kwenye naambia kwa Tanzania muone Baraka atakufundisha kwa kitu. Kwa sababu it's like that is relevant information ambayo kwenye social media. Hiyo ndio kitu ambacho kinaitwa content marketing. You just instead ya kuangalia kutuma CV, you just waiting for client waanze ku reach out kwa wewe. Kuna mtu mwingine ambaye ana swali? Samani, Innocent. nataka kujua hivi kitu gani kinatokea endapo ukataja pricing alafu client wako akasema kwamba atakurudia, yani kama ukamkimbiza kwa hiyo pricing, is it possible au waga? Yeah, it's okay. Client anakimbia. Kwa mfano niwaambia mimi price ambazo nimeweka kwa ajili ya influencing, hakuna client it's like mimi sijafanya tangazo lolote ya influencing tangia mwaka uanze. Kuna client mmoja tu ambaye reach price ambayo it was crazy price okay, sijakaa umesikia. Sijafanya tangazo lolote la nani la influencing tangia mwezi wa kwanza umeanza kwa sababu ya price ambayo nimeiweka. But hao client wote wamekimbia. But trust me, kuna siku mtao nimefanya kazi kwa siku mtao nimefanya kazi na nani anaitwa na kampuni tu kubwa, kwa sababu kadri siku zinazozidi kwenda value yangu inaongezeka kwenye social media. Me I do work, I post content zangu authentic, si post content kwa ajili iende viral. I'm just posting quantity. Naangalia watu namna ambavyo nikipost content yangu, idadi ya watu ambao wana save, idadi ya watu ambao wana news. Sijawahi kufanya ads yoyote kwenye social media, sijui kusponsor, but people are watching content zangu kwa sababu people love. Nafikiri mtu ambaye anafanya vizuri pia huku ni Mikumo. Joyce, Mikumo ndo anafundisha watu Kichina. Anafundisha watu Kichina nani? Ni Mikumo. Mikumo. Yes, ni huyo ya Mikumo. Ni Mikumo. Mikumo mimi nilikuwa naangalia account yake ya TikTok, anafundisha watu Kichina. Unakuta kabisa ni watu wale wanaambia, "Bwana nataka nijifunze darasa lako, nijue ni darasa lako, si nifanye nini?" But kama unaona aibu, just wait kwenda kuna new. So it's okay. Kwa nye freelancers wapya, unaweza kaanza kupokea whatever price ambayo mteja anakuambia. Kwa sababu tunataka utengeneze experience. But sasa kuna level ukifika, wewe ndio una set hizo price zako. Esa mteja aje alipie iko kitu ama ashindwe kulipia. Nafikiri that is the stage ambayo mimi niko sasa hivi, considering baadhi ya skills
kwa mfano hiyo social media social media influencing, because I have my audience, naielewa audience yangu, nashinda kwenye analytics kila siku ku understand audience yangu, na naelewa aina gani ya brands ambazo zina fit. For example, kuna baadhi ya brand mimi siwezi kufanya nazo matangazo kabisa, hata zije na kiasi gani kwenye nani yangu, kwa sababu naelewa the day ambao nitafanya matangazo na hizo brands, the day ambao nitakuwa nimelose influence ambao niko nayo, kwa sababu ni against vitu ambao mimi nimekuwa nikipromote au nimekuwa nikivizungumzia, na like that kind of authority ndio inafanya mimi hata ni demand so much amount of money, kwa sababu I know brand ambayo itafanya kazi na mimi kuna benefit ambayo itaipata. Kwa hiyo it depends na stage ambao uko. Hizi njia zote ambazo tumefundishana leo, nyingine zina base na stage ambao ulipo kwenye career yako. Gertrude, nilikuwa nataka uulize swali. Baraka, nilikuwa na swali. Nilitaka nikuulize mfano kwenye hizi platforms, mfano Upwork. Sasa kuna kipindi umesema hapo kwamba ukiwa na njaa kali unaweza kidogo ukapunguza rate yako ili uweze kupata wateja. Sasa unaweza ukawa na adjust hivyo from time to time, yani kwamba the platform pia inaruhusu au hairuhusu? Hapo kuna kuruhusu kubadilisha saa yote pricing yako. Yani ukiona mahitaji yanapanda unapandisha bei, ukiona yanashuka unashusha bei. That is how freelancers wana survive. Sawa. Wala sio na wasiwasi. Samahani tena. Kama sijafunga darasa. Yes, Innocent, I love how unavouliza maswali. Hivi, is there any case ukaamua kufanya free for the case of kutengeneza portfolio? The same, hiyo inakuwa ni utashi wa mtu. Depends na stage ambao uko kwenye career. For example, if I'm being honest, a lot of watu ambao wanafanya kama intern remotica, they are not getting paid. Ni hawalipi kufanya kazi as intern remotica. And hata hiyo apprenticeship ni kwamba watu hawalipi. But the moment kama mtu yuko serious, remotica inampa access ya tools zote. Like kama ni Google Analytics, a person can get a Google Analytics ambazo anaweza baadaye like hizo data anaweza baadaye akatafuta client akamwambia okay, ilikuwa na watu 100 sasa hivi na watu 5000, ni mimi ambao nimetengeneza hiyo SEO. Au hii account ilikuwa na watu 100 sasa hivi na watu 10000, mimi ndo nimetengeneza hiyo metrics zote ambazo account zipo. Kwa hiyo basically it depends it depends na wewe utashi wako binafsi au unataka kitu gani. Na to be honest, I think your next miezi 6 yako ya mwanzo iza uchaji kidogo ama usichaji kabisa, ili watu wakubali upate access na experience. My first work nilikuwa na charge 20,000 ku manage account ya social media. And ni mimi mwenyewe niliulizwa nataka ulipo shilingi ngapi, nikasema nataka nilipwe 20,000 ku manage account ya social media. Na hiyo kazi ndio sasa hivi I do also social media management, but most of my price started from 2 million, ambao ni kama hiyo 20,000 kama mara 100 yake sasa hivi, ambao ndo I'm charging now. Umeona? But ile steps ambao wakati na offer mara kwanza ndio nitengenezea hiyo basic ya kuelewa kwamba okay, kumbe hizi accounts zinamenejiwa hivi, kwenye situation ikiwa hivi natakiwa nifanye kitu fulani. Umeona? So it's like ni maswali ambao ni utashi wako binafsi kwenye stage ambao ulipo na kitu gani ufanye. Baraka, hiyo 20,000 ni pahawa au ni? No, ilikuwa kwa mwezi 2019 huko. 20,000 nilikuwa nataka tu internet, nilikuwa nakula nyumbani bure na kila kitu nyumbani free. So it's like it's me tunataka nikae nyumbani nijifunze. And baada ya hiyo kazi nikapata mteja wa 200,000 nafikiri kwa mwezi kumanage social media account. It's like okay. By the time nilikuwa tuna crave, yani hata nipewa ta access hata kwa sababu yule client alikuja kunipa 200,000, aliniuliza una manage account ipi, nikamwambia na manage account ya kampuni fulani. In fact wale wenyewe kampuni wanipandisha baada ya kwa nipe 50,000. Baada ya muda they started kunipandisha hizo price. So it's the stage ambayo uko sasa hivi. And I appreciate your opportunity walinipa kwa sababu nijifunza vitu vingi sana hapo. Sawa. Sorry, swali lingine hapo hiyo management of social account, social media account. Content wanakupa wao wenyewe. Sasa bwana Manase, inabidi ukajifunze ukajifunze nini? Hiyo inabidi ukasome course social media management yangu. Actually nimeanza kujifunza. You have to understand business ya mteja wako, alafu ndio inabidi utengeneze content kulingana na business ya mteja wako.
Sawa. Kwa hiyo tunaitwa content pillars. Ukishaelewa tu iko kitu, it's so important kwenye kutengeneza, you need to kuelewa content pillars kwamba okay, hii ni kampuni labda tuseme kwa mfano labda umepewa chance ya kutengeneza content kwa ajili ya CRDB. Unaweza sasa kuelewa okay, CRDB aina yake ya audience na watu aina gani, labda wanachuo. Aina gani ya content ambazo wanachuo wanazipenda, burudani. Kwa hiyo make sure okay, unaandaa concert. Kwa mfano kama sasa hivi CRDB wana concert wanaandaa kwa sababu washagundua audience yao kubwa ni vijana. Sijui wanataka watu gani labda wafanya kazi. Okay, tuandae marathon to reach your audience. Umeona, pila yetu ya kwanza itakuwa ni marathon. Na kwenye marathon tuna just make it as a corporate event. Maybe kama ni music tuna make like youth based na new. What even content zinakuwa zinaendana na aina unayoifanya. And kwa mfano unaweza kaona kwa mfano I think Yanga walikuwa na nini inaitwa aibu, sijui utaona wewe sijui nini. Because Yanga they just understand okay, audience yetu ambao wanafuatilia ni vijana. Msemo gani ambao na focus hivi kwa vijana ni huo aibu tena nao. Wana include pia kwenye content ambazo wanafanya. So it's like more kuna lot of stuff za kujinvolve huko, especially kwenye social media management, but no matter sema you can't understand iko kitu kama hujakifanya. Like if kama hujafanya iko kitu utaelewa. But yeah, you have kusoma vitu kama hivyo na baada ya muda tu understand inafanya kazi. Guys, it's too late. We have taken up and tukutane Jumanne wiki ijayo to discuss hizo pati mbili. Na ni kama vile darasa leo nakaribia kuliagaga. But I hope mmejifunza vitu vingi na I hope sio kwamba darasa likiisha ndo mmeishia hapo. We have a lot of stuff to do. Tutakuwa na programs nyingi. We have physical event tarehe 25 ambao ni kwa ajili yenu nyie, so make sure mnalipia hiyo as early as possible. Hiyo deadline kwa sababu zetu venue inachukua watu wachache. So you have kulipia ni mawezani. Sitaki stress mimi za kwanza kuorganize event siku za mwisho. I want kulipa watu kwa sababu watu ambao nalipa tukipeni wa food, washirikie hiyo msosi. Tukutane hapo. Kwa host hiyo event tufundishane. Program yetu tumalizie hapo. In fact nimepata mtu ambaye amefanya class CloudGen. I think nitamwalika pia hiyo siku aje wa train. CloudGen ni platform mpya naona tunafanya sana kazi. And I find someone ambaye anafanya utrial pia. Ni special event kwa ajili yenu nyie cohort 2, but in case katokea watu wa cohort 1 wamelipia mapema, wamefika watu wote 48 au not tunani kuchukua. Watu wa social media hiyo event ya usu ni kwa ajili ya wanafunzi tu, iseka special kwa ajili yenu nyie. Basi kwa sababu mko wengi mnaweza mkafili watu na hiyo venue haiwezi kuchukua zaidi ya watu 48. So make sure mnalipia mapema cause amlipi, yani the thing ambayo mnalipia tu is just a food na chakula tu kwa ajili yenu, kwa sababu I could say kila mtu aje alafu ajue anapojua basi itakuwa usumbufu pale. Yani it won't be nice, but I will appreciate kama kila mtu as a food amekuja pale kama wote, we have food, we have your conversation na siku ikaisha vizuri. Yeah. So natakia usiku mwema na kwaherini. Modesta Na kwako kwaheri. pia. Asante. Modesta Haya, upo? bye. Modesta Mwema. yupo anakuaga kwa heri. Sawa.